Tuko katika boma la hayati mwenda zake Raila Amolo Odinga hapa katika kijiji cha Opoda. Wengi wanakijua kama ama wanajua boma lake kama Opoda Farm, na magari ambayo unaona yanaingia hivi sasa ni yale ambayo yamebeba mwili wake, na shughuli ya kutizama mwili huo ambao umekuwa ikifanyika pembeni mwa boma lake umekwisha kamilika, na sasa mwili huo unaletwa katika boma hili ambapo wakazi, ndugu na marafiki wa karibu wataweza kuketi hapa usiku kucha kwa minajili tu ya kuliwaza familia, kuliwaza marafiki, na hali kadhalika kuliwaza marafiki wa kisiasa ambao wote wamefika katika eneo hili. Nikitazama tu kwa haraka nimemwona Gavana Simba Arati, tumeona wanasiasa kutoka sehemu tofauti kote nchini, na unavyoona katika runinga yako hivi sasa ni kwamba tayari maafisa wa usalama ambao wamekuwa na kazi ngumu leo, ama kazi mingi sana leo ya kuhakikisha kwamba mwili huo unatolewa kwenye ndege na kisha baadaye unasafirishwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta, na hali kadhalika kuhakikisha kwamba ule umati mkubwa ambao ulijitokeza katika uwanja wa Jomo Kenyatta kule Kisumu unaweza kutizama mwili huo kwa njia bila shida yoyote. Basi wanazidi kufanya shughuli hiyo, na hivi sasa unaweza ona kwamba tayari wamesha piga foleni pale. Shughuli ni kuweza kuchukua mwili huo na waweze kuegesha katika hema ambalo limewekwa katika eneo hili kwa minajili tu ya kuweza kuhakikisha kwamba familia, ndugu na marafiki ambao wamefika katika eneo hili basi wanaweza kutizama, na hali kadhalika pia wanaweza kupiga dua ama kuweza kuketi hapa na kujiliwaza tu, wakiweza kutafakari mambo mazuri ambayo wameweza kuyapitia na mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga. Nikueleze tu kwamba Raila wakati alikuwa mzima, boheri wa afya na akipiga shughuli yake ya kisiasa kama kawaida, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mvuto wa umati mkubwa sana, hususan wakati wa shughuli zake za kisiasa, na hata wakati huu ambapo ameaga bado mvuto huo ni ule. Nikueleze tu kwamba wakati tulikuwa Kisumu, basi umati mkubwa sana uliweza kujitokeza katika uwanja wa Jomo Kenyatta, wengi wakifika pale wakikatika wakisakata rumba, wengi wakilia, wengi wakiishiwa nguvu kwa minajili tu ya kutaka kumuona mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga. Wengi walimsifia sana kwa juhudi zake katika kuhakikisha kwamba kwanza ameweza kupigania demokrasia nchini, na kuhakikisha kwamba kuna ile sheria ya kuruhusu vyama vingi. Hali kadhalika wengi wamemsifia sana kutokana na ile juhudi zake za kupigania uhuru wa kujieleza. Hali kadhalika wengi wamempigia debe sana katika jitihada zake ambazo zilipelekea kupata katiba mpya ya humu nchini, na hali kadhalika pia wengi wamemsifia sana kwa shughuli ambayo alifanya kwa kuhakikisha tu kwamba anawalea viongozi wengi humu nchini wa kisiasa, na kuhakikisha kwamba basi chama cha ODM na hali kadhalika ulingo wa siasa nchini unaweza kubobea, na hata kuhakikisha kwamba basi yeyote yule ambaye atataka kusema chochote ambacho atataka kusema na kushiriki katika shughuli ya kisiasa humu nchini, basi bila shaka ataweza kufanya hivyo bila kuhofia kwamba pengine sheria zitamkandamiza ama katiba hairuhusu. Nikueleze tu kwamba Raila ni mtu ambaye ama kiongozi ambaye alipenda sana kurudi katika eneo hili, hususan wakati ambapo alikuwa anataka kufanya uamuzi mkubwa nchini. Ni kueleze tu wakati wote ambapo alikuwa anaelekea katika shughuli ama kuingia katika uchaguzi, ni mtu ambaye alikuwa na uraibu wa kurejea katika ngome yake na kuweza kuzungumza na wakazi ama wafuasi wake kwa lugha ya nyumbani, na akitumia mikakati tofauti, na tuliona kwamba hivi leo amepata ile fursa. Tofauti ni kwamba hakuwa anazungumza bali aliketi pale na nyimbo ambazo alitungiwa na wanamuziki, mambo ambayo alifanya kwa muda mrefu na wakazi katika eneo hili
ikiweza kuwa ni kumbukumbu. Hali kadhalika picha ambazo unazitazama katika binga yako bado tu ni katika shughuli ya kuhakikisha kwamba basi mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga unaweza kuelekezwa katika hema lile ambalo tayari limekuwa limeekezwa katika eneo lile, na kuhakikisha tu kwamba basi wakazi ambao watakuwa wameketi katika eneo hili kwa minajili ya kuwasha mshumaa, minajili ya kuweza kutafakari jinsi alivyokuwa ameishi maisha yake, basi wanaweza kufanya hivyo. Pia nikueleze hema hilo ni katika sehemu ambayo wakazi wa eneo hili ama marafiki, jamaa na marafiki wamekuwa kitia sahihi kitabu cha kumbukumbu kuhakikisha kwamba huonyesha kwamba walikuwa wamefika katika eneo hili na liwaza pia familia. Nikueleze kwamba pia mwili huu hivi leo ulifika, kama pengine haukuweza kupata taarifa hizo ama ukuweza kufuatilia kwa karibu sana, ni kwamba mwili huo ulifika katika eneo hili, eneo la Kisumu, katika maeneo ya Kisumu saa 3 hivi asubuhi, na kisha baadaye ukielekea moja kwa moja katika uwanja wa Jomo Kenyatta, ambapo umati mkubwa wa wakazi uliweza kujitokeza na kuweza kushiriki katika shughuli ya kuweza kutizama mwili huo ambapo ilikuwa imeratibiwa hivi leo. Pia nikueleze kwamba shughuli hiyo ilienda kwa usalama sana, kando na ama tofauti na jinsi ilivyoshuhudiwa hapo Nairobi. Shughuli hiyo hapa ilikuwa ni sherehe ya kufana sana, kwa sababu wakazi walijitokeza kwa wingi, wakaweza kupiga densi, wakaweza kusifia mwenda zake Raila Amolo Odinga. Hali kadhalika wakati ilipofika saa 9 leo, basi wakaweza kuelezwa waweze kuondoka katika uwanja ule, na basi mwili wake ukaweza kusafirishwa moja kwa moja hadi katika eneo hili na ukawekwa katika pembeni mwa Malake, na basi wakazi wa eneo hili wamepata fursa ya takriban masaa 2 ama 3 hivi kuweza kutizama mwili ule, na jinsi unavyotazama sasa shughuli hiyo imekamilika rasmi na wakazi wameweza kuondolewa katika eneo hili. Hapa kumekuwa na wingi wa shughuli hapa na pale, lakini dakika chache kabla mwili huo uweze kuletwa katika eneo hili, basi kila mtu aliambiwa aweze kusongea pembeni, ndipo sasa basi mwili huo uweze kusongesha katika eneo hili, na jinsi unavyoona ni eti kwamba tayari umekwisha fika katika eneo hilo. Na hapa shughuli itakuwa tu ni kwamba mwili utaweza lala hapa hadi kesho asubuhi, na basi baada ya hapo utaweza kupelekwa katika uwanja wa Jaramogi University, Oginga Odinga University, ambao uko pembeni tu mwa mji wa Bondo. Hapo ndipo shughuli ya misa ya wafu itafanyiwa mwenda zake Raila Amolo Odinga, na kisha baadaye mwili huo kuweza kusafirishwa moja kwa moja kwenda kuzikwa katika boma la baba yake Jaramogi Oginga Odinga, maarufu kama Kang'o ka Jaramogi. Na tayari nduguye mkubwa Oburu Odinga aliweza tafuta sehemu ambayo mwenda zake ataweza kulazwa, na kaburi limeweza kuchimbwa. Shughuli zimeweza kukamilika, na kinachosalia sasa ni misa ya wafu hapo kesho, kuhakikisha kwamba mwili huo basi unaweza kuteremshwa. Nikueleze tu Jamila kwamba iwapo tutaanza kuzungumzia Raila na ni nani na amefanya nini nchi hii, basi pengine tutahitaji pengine mwaka mzima tuweze kuzungumza siasa, michezo, zile mbwembwe zake za kisiasa, na hali kadhalika jitihada zake za kuhakikisha tu kwamba nchi hii inaweza kupata uhuru